Alikuwa na shida gani? Kumbuka huyo alikuja kabisa kaniambia babake amemwacha kwa sababu alishakata tamaa kwamba ndio tunaye tena. Lakini ukasema huyu afi. Pe Yesu makofi. Pe Yesu makofi. Ulikuja naye kanisani kijana huyu. Tukiwa pale chini. Ulipokuja naye alikuwa na shida gani? Alikuwa anavimba tumbo. Tumbo linavimba. Alafu alikuwa na kibibu fulani hapo. Kwenye inavimba ile huku ndani. Ukampeleka hospitalini akasema je kipindi kile? Alikuwa anatakiwa kufanyia operation lakini ikawa inashindikana kwa sababu alikuwa ameshayaje amekonda vibaya. Unakumbuka? Sikumbuki. Jamani, watu wengi wamepita kwenye mikono yangu, hata mimi sikumbuki. Mama yupi? Unakumbuka? Nakumbuka vizuri. Mimi sikumbuki kweli. Mimi jinsi aliponiambia nikafikiri yule kijana si yuko kwa nani hapo kwa Lucas. Mimi nilikuwa nawaza huyo. Kumbe kuna wengine wameshatendewa. Kwa hiyo nilipokuja naye babaka akakimbia. Aliondoka ukaniambia huyu mtoto anaogopa nikamwambia nilikwambia. Nikamwambia babake yupo. Nikasema kwamba sio yaani kuna kitu liliambiwa kwamba siku na mganga anaishi kwa maana nikamwambia na kweli yupo. Ukaamini kwamba Mungu anafanya kazi. Na sijali kufika kwenu. Nikamwona na mganga. Leo nataka nitamke nguvu ya Mungu ilipotoka. Kuna jambo linakwenda kutokea. Kuna kitu kinakwenda kutokea. Kuna kitu Mungu anafanya ulikotoka Bwana. Yaani ukasema ni safari yangu Bwana afanye kitu. Nikamwambia kuna mganga yuko kwenye boma. Kuna mganga ukaniambia babake anaondoka kwa sababu ashakata tamaa anasubiri tu mpelekea amekufa mkamzike lakini huyu mtoto kwa vile amefika hapa afi tena. Kwa hiyo baba kwa sababu amefika hapa afi tena. Ndio huyu anaishi hapa ni mzima wa afya. Ana nguvu hatari. Wanaume unaitwa nani? Sasa umepona kabisa. Kwa babake swali kukimbia ibadani. Nikakwambia usimkimbie wewe baki naye. Mtabaki naye. Maana hata kufa. Hata kufa tena. Na hajafa kweli. Hajafa huyo. Musa haufi tena. Kwa mganga yuko wapi? Sasa hivi anaondoka hivyo saa moja anaenda Kibirasho. Kaondoka? Na mtoto wako pia amepona kabisa anaendelea vizuri. Yaani huyu. Yaani hata sijui ni mtoto mwenye wewe. Mungu anaweza. Unafomwangalia, naona kama umeteseka naye. Sasa nimefika saa 7 usiku Mtumeru hapo. Kutoka Simanjiro. Hivi umesema wapi? Lorokale? Kutoka Simanjiro. Na bigi. Unamtoka na huyu mtoto. Nimpakata hivi lakini anatoa pakofu. Umempakata. Unaendesha pikipiki umempakata. Kuna mtu alikuwa anakushikia. Kwa hiyo unamshika umempakata. Mkaja saa 6 usiku, saa 6 sasa. 7 ndio nimefika mwanzo. Mkakatiza poli lote la Simanjiro. Na mvua inanyesha. Nakimbia maunduleni. Wakasema ana shida gani kipindi kile? Alikuwa anasema kwamba ana homa kwenye uti wa mgongo, akasema kwamba ana inaitwa protini, mambo mengi, ana pressure. Hata mimi na mtoto anatoa pressure. Kama unasubiri mama yake apike yale acheze. Sasa pressure inatoka. Mwambie Farao, nimeokoka. Sitarudi tena msingani. Mama, unamkumbuka kijana wewe? Kijana yuko kwa shemeji yangu pale kwa Mekushwa. Alipoletwa na huyu baba na baba yake. Alipoletwa kanisani kwetu tu ilikuwa imejaa. Yaani paka imebadili hata na rangi. Hapa kwenye shafu limejaa hivi. Limejaa hata haitamani mahali kwa inatoa usaha. Kwa hiyo anakaa pale mwenyewe. Kwa hiyo nilikuwepo siku namwambia, nilikuwepo ulipompa ushuhuda, nilipompa unabii wake ukampa vizuri tu na nilimuona kama ni mtu mmoja mwenye imani. Maana baba mtoto amekimbia lakini yeye alizidi. Baba wa mtoto amekimbia. Amekimbia ibadani akaacha mtoto. Akamwacha.
akamwachia msala mwenyewe. Akaachia msala Mwenyewe, lakini akisubiri kwamba atamletea marehemu. Alipofika kwa Elisha hakuna marehemu, anarudi akiwa salama. Ninatabiri kinabii hautarudi na hilo tatizo, utarudi na taarifa njema. Natabiri kinabii anayepanga mazishi yako atasikia taarifa njema umepona. Anayepanga kama una uvimbe atasikia taarifa njema hakuna uvimbe. Aliyepanga utakufa, taarifa inakwenda mitaani hakuna kifo tena. Angalia mtu amekaa pee, kila kinachopangwa juu yako hakiza. Alafu sasa niambie, aliyekuwa na mloga huyo mtoto, aliyekuwa na mteso huyo mtoto, atanipenda? Atanipenda? Ndio maana naitwa mchawi. Nitaitwa kila jina. Lakini ngoma iko wapi? Wanabala abulu wanaopambana na Elisha hawapambani na mimi, wanapambana aliyeniita Bwana. Yuka aliyeniita atanili nao. Sema fire! Kuna watu walikuwa wafe wamepona, na kama hawa wamepona. Kuna watu walitangaziwa ni matasa, leo wanapakata watoto. Leo wanaitwa wamama, leo wanaitwa wababa. Kuna watu walikuwa wameshindwa kujenga, leo wanazo nyumba. Kuna watu walikuwa wana hata baiskeli, leo wanaendesha pikipiki zao. Kuna watu walikuwa wana magari, leo wanazo magari. Natamka na wewe ni zamu yako, nenda viwango vya heshima. Na bado mwambie mzako, bado kuna kinachokuja.